Ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni na kichwa chake kufikiria mawinguni, hata hivyo ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe, kama mavi yake mwenyewe, kama mavi yake mwenyewe. Na hao waliomwona watasema, yuko wapi? Mstari wa 4 inasema, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Nataka nimwambie tulia, na atulie kwa utulivu. Tulia. Tulia. Action Mwansasu. Tulia. Sijui ndo maana yako ya jina tulia, manake tukilalamika tutulie. Hatutatulia. Taongea mpaka tone la mwisho la damu. Tulia. 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 Utatulia wewe. Utatulia wewe. Utatulia wewe. Utatulia wewe. Utatulia wewe. Utatulia wewe. Kibaba. Kibaba cha hasira za Mungu kikijaa. Tulivu. Awe na nidhamu na adabu ya kuzungumza mbele za watu. Wanambea sio mafala. Wanambea sio mazuzu. Alikuta Mbeya, ataondoka Mbeya, ataiacha. Utatulia wewe. Tulia. Ambaye mama yako anaonyesha kabisa ni wale Wanyakyusa na Kasimu, ama ni mtu ambaye ana namna za Unyakyusa za Kasimu. Ana uchungu wa Wanyakyusa na Wakenyakyusa. Mnyakyusa utu mbele, Mnyakyusa kabisa kabisa. Hutanguliza utu wa mtu mbele, kwa sababu anajua hata akikosa kiuspika kiubunge ataenda kula ndizi, ataenda kula magimbi, ataenda kunywa maziwa. Mnyakyusa sio mtu anayeweza akasimama nyuma ya ukatili. Mimi nahoji tu, wewe ndiye mfadhili wa ukatili huu uliofanyika juu ya maisha yangu, unaoendelea kufanyika juu. Wewe ndiye mfadhili. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe Bwana ukanisamehe upotofu wa dhambi yangu. Kwa hiki anachokifanya Tulia pembeni hapa, tumsomee maandiko faster walao matatu, ili ajue karibu kila kitu unachokifanya duniani kiliandikwa na matokeo yake yaliandikwa. Katika Mithali 16 mstari wa 4 inasema, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Katika Ayubu sura ya 20 mstari wa 4 imeandikwa kusema, je, hujui neno hili tangu zamani za kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni na kichwa chake kufikiria mawinguni, hata hivyo ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Na hao waliomwona watasema, yuko wapi? Kila kitu kiliandikwa. Kila kitu kipo, huungoja tu wakati. Kila kitu kipo, huungoja wakati. Ukatili kwa saa ya ukatili, na sio sisi ndo tutakulipa uliotufanyia ukatili, sio sisi. Sikia neno la
sura 24 mstari wa 12 nasema, Bwana atuamue mimi na wewe, na Bwana nilipizie kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Kama vile walivyosema watu wa kale katika mithali yao kusema, katika waovu hutoka uovu, ila mkono wangu hautakuwa juu yako. Tulia kwa wasiojua. Kuna wengine amekosa nini? Tulia ni moja kati ya mwanamke mwenye roho mbaya, katili, mbinafsi, mpenda maslahi yake binafsi, na ambaye kwa vyote vile ama inawezekana kabisa ni moja kati ya walioshiriki kutekeleza ubaya mwingi, na akiamini kwa roho ya korosho, roho ya nyoka, atapendwa sana na kubaki na namna nyingi za kutunyodoa. Kumbe mwisho wa ubaya ni aibu. Nikumbusha mambo machache. Tulia wanangu, mimi wameuawa tukiwa tunahitaji msaada wake. Aliufiata, aliukunja. Tulia, mimi nimefungwa gerezani, naendesha kesi na kulia na kulalamikia kuhusu kanisa. Tulia yuko kimya, unamwendea, anasema nimesikia, hachukui hatua yoyote. Na mwisho wa siku nilioji mara kadhaa, Tulia, mateso haya uko nyuma yake, ni wewe uliye nyuma yake. Kadri nilivyooji ndivyo nilivyopata kiminyo kikali katika viminyo vyote tunavyojua. Tulia aliulizwa kuhusiana na utekaji. Tulia, kwamba utekaji huu watu wanaenda kusema, wengine wanafia kwa mganga, hakuna tunakojua anayejua nani katekwa. Watu wanasema huyu katekwa mbele, taarifa hizi wanafia kwa mganga. Tulia akiwa spika amelinda uspika kwa kusimamia mchakato wa kishetani wa bandari. Tulia, cheo kwake kina thamani kuliko utu wa watu, lakini sasa yako hapa. Nani kutie moyo kwamba malipo ya mabaya watakaolipa mabaya ni hawa mnaoshirikiana nao kutendea watu mabaya, ndo watakao kulipa na we mabaya. Lakini nyingine kubwa kuliko ni hiki ambacho unakiimba hapa kwamba sijui Mungu utatubu kwake, sijui atakusamehe. Kutubu wa kutubu sio, hawana rangi kama yako, kwa sababu kutubu hamjui. Nataka niwahakikishie, makosa na madhara ya makosa mnamtendea mtu, mnawatendea watu, na kutubu ni kurepress uliowafanyia watu. Kama ulinyang'anya vitu vyao, mali zao, ulipe mara mbili yake. Ndo Zakayo anasema kwamba ikiwa mtu nilimnyang'anya chochote nitamlipa, nitamrudishia mara 4. Na mtu ikiwa nusu ya mali yangu nitawagaia maskini. Paulo anasema ili nistahili kuwa mtume, na alifanya kazi kupita wengine wote. Sasa ikiwa mmehusika kutoa roho za watu, uhai wa watu, nalipa nini? Jibu ni kwamba waliohusika, walio direct, walionufaika na kumwagika kwa damu, kuuawa kwa watoto kwa sumu, kwa njia ya hospitali kikatili,
damu zao zinatakiwa zimwagwe, ndo nchi inaweza ikatakasika. Huko ndo kutubu. Sasa Biblia ndo inaongoza kutubu, na hakika kwa roho ya korosho ya Tulia huwezi kutubu. Nisemacho mimi nionacho ni kama unaguswa tu bado kama ni haya ya kwamba umenyimwa kauspika, huyu mshikaji kama naye kimemlamba, kwa sababu kulikuwepo na wakati ambao mnajiweka mnapotaka. Hatusemi hao wanaokulipa malipo nayo stahili ni wema, lakini tunajaribu kusema haya ili wengine wajifunze, kwa sababu hata Biblia tunayosoma akina Yuda Iskarioti, kina Herode, kina Nebukadreza na wengine wote wabaya walikuwa watu. Tunayasoma ili tujifunze, tuone mtu ana thamani kuliko vipande 30 vya fedha. Lakini tulia bwana, tulia. We dada, kama Mungu angesikia maombi yangu angekulipa nikiwa hai, nionepo. Akulipe unachokistahili, akulipe unachokistahili, akulipe na nijulishe hivi ndo, yani na mimi nione hivi ndo amekulipa. Kama Tulia ni mwema, akulipe mema, akulipe mema, akulipe kabisa. Mungu alipi sawa na maombi tu anayoomba yoyote. Mungu analipa kama ni maombi yawe sawasawa na mapenzi yake. Analipa sawasawa na matendo ya mtu. Kama matendo yako ni mwema dada, kwa uto tu nyumba si unajengea watu tu mikopo, si tu bajaji tu mikopo. Niwahi kuambia kwamba mikopo bajaji na pikipiki zitakuja kugeuka na kukuzomea. Kama uto ni tu wema, uto natofanya na kwenda kucheza sasa kwenye harusi, kwenda misiba ya huku na kule, kama ndo kutubu. Kama ni wema, uto tu nyumba, tu pesa, tu hela, vyovyote, Mungu akulipe mwanangu. Mungu akulipe ndugu yangu, akulipe Mnyakyusa, akulipe. Lakini kwa kilio nilicholia na namna yoyote uliohusika kwa ukatili dhidi ya maisha yangu, dhidi ya watoto wangu, Tulia, namna yoyote unayojua uliujua mpango ukanyamazia kwa ajili ya cheo na ulaji uliokuwa na uhitaji, namna yoyote uliojua nateseka na pigizwa, wewe husemi chochote, ufanyi chochote, Tulia, namwomba Mungu akulipe ikiwezekana nione, lakini kama sivyo, mapenzi ya Mungu na atendeke. Kusema haya na kufundisha na mwingine yoyote ambaye umefocus kuangalia ubaya, kuangalia faida bila kuangalia uchungu wa wanaokulilia. Biblia inasema asikiaye kilio cha maskini na kukaa kimya, naye siku zinakuja atalia wala hatasikiwa. Najua sasa tunalia. Mlio kwenye chama cha mashetani, mlio kwenye viubunge, VRPC, viukuu wa wilaya, viukuu wa mkoa, kina Chalamila type sasa lakini Mungu ameweka wabaya kwa siku ya ubaya. Asante sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa, tunaomba moja kama watumishi wa Mungu,
Sisi ni wana Kosikazi cha Injili, tunaomba moja tu baba. Sisi ni vijana ambao tulikuwa waizi. Wote wale naona walikuwa waizi wa mambo ya bluu, walikuwa waizi sana Mbeya. Lakini baadaye hata ile soko lilikuwa walitupiga stop kabisa kuingia ndani. Lakini baadaye baada ya kuokoka mheshimiwa, sisi tuko Isoso kanisa mchungaji Baraka Makinesile. Tunaamua kanisa lifungwa, tuna vigezo vya kuabudu. Walikuwa waizi. Choma la moto baba. Na mafaili yao yako sote. Tulikuwa ni waizi, tumeshindikana. Lakini sasa tumekuwa tunasumbuliwa mahakamani kila siku kwamba tuna vigezo vya kuabudu, kanisa lifungwe. Lakini sisi hamasa yetu ni vijana wengi wabadilike. Tunataka kina mama walale salama, wasikabwe. Nyumba zetu ziwe salama, zisikabwe. Lakini pia ni maombi yetu kumwombea mheshimiwa aishi miaka mingi. Tupewe nafasi ya kuabudu, si hatuna ombi lingine zaidi. Tupewe nafasi tuendelee kuabudu, tuendelee kutangaza wema wa Mungu, na vijana wengine wakoke, waache bangi kama tulivyoacha, waache uzi kama tulivyoacha, waache kuibia watu vitu vya watu kama tulivyoacha. Ombi letu ni hilo tu mama. Asante. Soko la mitumba Soweto oye! Ombi lao kwanza alinijulisha katibu, kwa hiyo hapa siwezi kulijibu kwa sababu nyinyi wote mnafahamu sheria lazima zifuatwe. Ndio nafahamu sheria za nchi lazima zifuatwe, lakini kwa sababu hoja ambayo imeletwa hapa, mimi sijui changamoto zilizoko huko nyuma zinazopelekea yeye kusema kwamba wameambiwa kanisa lifungwe. Kwa nitakaporejea, kwa sababu nasafiri, nitakaporejea mtapata sasa fursa ya kusikiliza upande wenu, nisikilize upande wa serikali, alafu tujue wapi makosa yapo ili yarekebishwe. Lakini sasa kusema kwamba naweza kujibu hapa hoja kwamba hapana kanisa lisifungwe, lazima nisikilize hoja zenu, nielewe mlianzia wapi, mmefikia wapi, sababu ni zipi, na upande wa serikali sababu zao ni zipi, alafu kutokea hapo sasa ndio nitaweza kutoa ushauri wa hatua gani zifuatwe. Sawa jamani, mimi nimewasikia, msalimieni mchungaji wenu. Asante sana. Mchungaji Mwakipesile.